cheni ya ulinzi na mtoto wa watu. Unaona? Mwenyewe. Shuhudia mwenyewe. Shuhudia mwenyewe. Baba, shikamoo baba. Wewe acha unafiki wewe, shikamoo ya nini? Acha unafiki wewe, sio maisha hayo. Mapendo baba. Wewe hamna vya mapendo bwana. Wewe kuna upendo gani? Haya, umeshindwa kutembea kwenye barabara ya lami mpaka utembee kwenye vichochoroni. Chocho kwa chocho. Tembea barabara ya lami kifua mbele uonekane. Kwani kuna nini? Sijaelewa. Chocho kwa chocho yani ni kivipi yani? Unamwona huyu mtoto? Kaisha kuwa mjasiri. Baba. Yaani anaona kila mtu kama ni nani tu. Sikiliza baba. Odi. Makina gani? Ya, vipi bwana? Safi bwana. Na kwako? Ni nzuri kwa kweli, lakini usalama, lakini sio usalama. Samahani. Toka nje tuongelee hapa. Wewe ongea tu bwana, mimi najipumzisha, nimerudi kazini muda si mrefu. Makire gani? Hili swala la kufanyia uzembe. Mimi nina uchovu bwana. Ndio achana na uchovu na kuomba wewe, hili swala uchovu. Njoo tukae hapa nikuhadisie jinsi ilivyo. Wewe mwenyewe utaniambia kama utapata uchovu au utachangamka. Njoo. Sema. Shuka chini nikueleze vitu vya maana. Mobimbo, hebu ngoja kwanza. Jirani naye bwana. Hebu nieleze. Yaani nashindwa kwa jinsi moyo wangu ulivyo paka sasa. Mwili kwanza unatetemeka namna hiyo. Nashindwa tanianzia. Una habari ya msiba hapa mtaani? Makire gani? Wewe una binti huna binti? Si huyu nani binti yangu huyu? Ni mdogo sio mdogo? Huyu Melissa. Huyo. Na jambo lingine nakuuliza kama mzazi, Makire gani? Kama mzazi, una malengo yapi na binti yako yu? Huyu bado mdogo, nataka awe na nani kidogo. Dogo sana. Unajali afya yake, ujali afya yake? Na ndio maana naishi naye, hajaenda kupanga na wala hawezi kupanga kwa sababu bado mdogo, yuko chini yangu sasa hivi. Lakini vile vile unataka aendelee kupata masomo au asitishiwe masomo? Ndio anaanza masomo, yani nataka aendelee na masomo. Azirishiwe nyumbani ama asizarishiwe nyumbani? Huyo mpaka amalize masomo na nini, afike chuo. Najua mimi babake shule sijaenda sana. Sasa swali lingine. Yupo ndani au hayupo ndani? Mama Melissa. Kwanza nilipofika nimeambiwa ametoka kidogo toka asubuhi. Basi ndio maana. Mungu huyu tuhukumiwa vibaya sana sisi. Makire gani, kuna kakijana kako kamoja hivi. Nani? Uliko kapangisha juzi hapa. Kuna kijana mmoja uani kule tumempangisha juzi. Ananiambia hajanunua vitu kidogo, anajipanga kidogo. Basi huyo. Unamwamini humwamini? Namwamini sana. Kwanza alipokuja mimi hata sijampa masharti makubwa sana. Namwamini sana. Ni kijana hodari. Katika swala la kumwamini. Uko tayari atembee na mtoto wako wa kike? Melissa? Nasema? Yaani wewe si unamwamini? Uko tayari atembee na mtoto wako wa kike? Huyo Melissa? Na huyo kijana huko? Kwa jinsi anavyoniheshimu hawezi wewe. Hawezi kabisa. Basi mimi nakwambia kwa macho yangu mawili, aliye kabisa Mwenyezi Mungu. Nikazaliwa tena kwa kuumbika vizuri kabisa kama unavyonitazama. Na heshima yangu mimi. Nimemuona binti yako kwa macho yangu anatembea na yule kijana. Live. Tena anapotembea kwa kificho. Mimi huyu Melissa. Ndugu yangu, hata sasa hivi ukitaka twende nikupeleke. Na huyu kijana mpangaji huyu. Nachokwambia sasa, huniamini unaniamini? Kama huniamini, twende nikupeleke sasa hivi. Umewaona wewe? Kwa macho yangu wanatembea. Umeona mwenyewe? Jamani, anatembea na binti yako kabisa. Wewe umeona? Nimewaona. Twende sasa, changamka. Changamka kwende. Kweli? Mobimba sasa muda. Mobimba wewe jirani yangu Mobimba. Tuchangamke. Twende Mobimba, na kuamini jirani yangu. Twende. Kwenye jumuiya haukosi. Na hili ni jambo ambalo lilinibariki sana tangu ambapo nimehamia pale kwenu. Sina muda mrefu, lakini jinsi ambavyo nilivyokuwa naona wakati wa sala unasali
endelea kuwa na imani, maana dunia saizi tupo katika ulimwengu wa teknolojia. Teknolojia zinakuza cheni ya ulinzi na mtoto wa watu. Unaona mwenyewe, shuhudia mwenyewe. Baba, shikamoo baba. Wewe acha unafiki wewe, shikamoo ya nini? Acha unafiki wewe, sio maisha hayo. Mapendo baba. Wewe hamna vya mapendo bwana. Wewe kuna upendo gani? Haya, umeshindwa kutembea kwenye barabara ya lami mpaka utembee kwenye vichochoroni. Chocho kwa chocho. Tembea barabara ya lami kifua mbele uonekane. Kwani kuna nini? Sijaelewa. Chocho kwa chocho yani ni kivipi yani? Unamwona huyu mtoto kaisha kuwa mjasiri. Baba. Yaani anaona kila mtu kama ni nani. Sikiliza baba, samani. Kwani nini kinaendelea hapa? Hebu nielezee ulivyonifuata nyumbani, uliniambiaje? Mimi nilikwambia hivi. Binti yako anatembea na yule kijana wako yule mpangaji. Sikusema hivi. Na binti yako huyu bado kakupa na ushahidi. Na tumewakuta wanatembea wote. Ushahidi gani? Eti wewe ulikuwa unatembea na nani? Nilikuwa natembea na kaka. Sasa sio ushahidi tosha. Yaani tulikuwa tunatembea. Ushahidi tosha. Kutembea kwenyewe ni hivi kuongozana? Si tumewaona wote au wewe unaona wanatembea? Mobimba. Kwa maelezo yako, habari ya mimba imetoka wapi sasa? Umekuta wanatembea hawatembei? Aliyokuambia mambo ya mimba ni nani? Wewe ukaje unaniambia unapenda binti yako endelee na masomo? Wewe baba, Mungu. Mimi nimesema mambo ya mimba. Jamani. Jamani, mimi nimesema mambo ya mimba. Wewe unageuka Mobimba. No. Wewe ulikuja ukasema kwamba unapenda binti yako endelee na masomo. Mimi nimesema kwamba nimekuta binti yako anatembea na jamaa. Ukaingiza habari ya nini? Unasema unapenda apate mimba mapema. Jamaa, mimi nimesema mambo ya mimba. Wewe umemdanganya babangu kwamba mimi natembea na wewe. Nimesema mambo ya mimba mimi. Ulisikia nimesema mambo ya mimba mimi. Sasa uongo. Mimi sikuwepo wakati mnajadili. Eti bana. Hata huyu hakuwepo huyu, unaona? Hata huyu hakuwepo. Eti uliona mimi nimesema mambo ya shule au ya mimba? Umesema wewe uniambia mimi nyumbani, kwani sina akili mimi wewe? Babangu sio mjinga na maana umemuongopea. Kwa maelezo yako wewe uko sahihi kweli ya kuniambia kwamba mwanangu anatembea na huyu. Ndio maana watu wanasema akili ni nywele, yeye kanyoa nywele. Na maana hauna akili mzee. Mimi sina akili. Sasa si umenyoa nywele. Wewe umesema mwanangu anatembea na huyu, ndio hapa wanavyotembea ndio. Hivi uko sahihi? Baba sikiliza. Huyu ni muongo. Kwanza moja, huyu mwenyewe ananipenda. Aliniambia ananipenda, ananitaka. Ina maana huyu baba anaona wivu. Mobimba. Wewe.